Maana yake ni nini? Hawastahili kushiriki mashindano ya CAF kwa sababu uwezekano unajiita timu kubwa na Mwananchi alafu uwanjani unapeleka watu 10. Hii ni aibu na ni fedhea. Mimi nikategemea watakuwa na milioni mashabiki hata 200,000 300,000 kweli. Lakini mashabiki hata 2000 hawafiki. Hii ni aibu. Maana yake ile mechi ya viongozi sio mashabiki. Lakini pia wana haki ya kukataa hiki kwa sababu wanaburuzwa kila siku. Kwa nini tunapoburuzwa tuna haki ya kukataa? Kwa binafsi sioni kama tunaweza kufika kwa safari ambayo wanaitaka wao. Bana Pacome Zouzoua bado anazidi kuonyesha ubora wa hali ya juu. Pia mabao yeye yake katika viungo vya Benjamin. Mchezaji huyu unamzungumziaje kwa kombe la klabu bingwa barani Afrika? Ni mchezaji wa kawaida kwa sababu unamfunga tunaangalia unamfunga nani. Kama unafunga Viambe Nkumbe utaonekana kwamba wewe ni mchezaji bora. Twende tukakutane hatua ya makundi. Akifikisha na goli 4 huyo mimi nifuate hapa. Yaani mnifuate hapa nilipo natoa milioni 8. Yaani mkinifuata hapa nilipo akifikisha goli 4 hatua ya makundi. Yaani hatua ya makundi ikianza kama mfanikiwa kufuzu akipata goli 4 natoa milioni 8. Unaelewa? Kwa hiyo msio na wasiwasi kwamba ni mchezaji wa kawaida na ni mchezaji wa timu ndogo kama unavyoona hapo. Na ni mashindano bila kumboost hawezi kucheza na ndio maana hata mkataba wake alimsibilia amesinzia amempa vimbwelu kwenye harusi ya Ziziki ndio akampa mkataba wa mtu wa kuviziwa sana kwa performance gani. Kwa hapo ni swala la kawaida na mtamuona huyu hana ubora wote. Hiyo timu inashirika nafasi ya ngapi? Nafasi ya pili kwao. Mara ya mwisho kuiona klabu bingwa lini? Haijulikani. Ndio kwanza wanaanza kwa wana haki ya kuwafunga. Nje na hapo wenyewe mtaona tofauti sasa kwamba timu ni ipi na kikundi cha wauni ni kipi ambacho kinafanyaje kinacheza mpira. Kwa sasa hizi atawaburuza sana. Kundi hatua ya makundi. Mtu yoyote atakayemwona Pacome kafikisha goli 4 kwenye hatua ya makundi kuna milioni 8 hapa wasio na wasiwasi. Anatoboa tu. Atoboa wapi? Uone anazidi kutupia tu. Anatupia nini sasa? Mechi ya pili. Sawa kwenye hatua ya mtoano ambao sasa Viambe Nkumbe watupu. Umeelewa? Hapo Viambe Nkumbe watupu na ndio maana wanaita hatua ya awali. Kuna mpira kuna hatua ya awali. Yaani hapo kamzoe ndio tumezoana hapa nafunga. Na hiyo timu aliyopangiwa ni dhaifu kupitiliza ndio mwaka wao wa kwanza. Mimi ninaamini ungekuwa unapangiwa watu bora Pacome hata singekuwa anaonekana uwanjani. Sababu ni mchezaji wa kawaida na ana kiwango cha hali ya chini. Wala sio kiwango cha kushindana kimataifa. Kwa ndio maana wanajaribu. Wakimwona mchezaji Simba kamaliza, wanaamini Simba wachezaji mmoja ambao anacheza Simba anafikisha Simba labda robo finali na nini. Na ndio maana wamemwokota Mkude, wakaja kumwokota Chama lakini wapi? Mazingira yao ni yale yale na wanaishia pale kila mwaka wanapoishia. Ingekuwa kama wachezaji wa Simba na wanafikisha sisi wasingekuwa na waokota. Maana yake wanaokota wachezaji ambao Simba wenyewe wameacha. Kwa hiyo sisi tunachowaambia waendelee kuwaokota na malengo yao ambao wameweka ni makundi na hakuna kuvuka makundi. Wasonga mbele bana. Wasonge mbele waende wapi? Uone kikosi. Wanadumbia. Labda kuzungusha magari kutoka kupitia baada ya kupitia nani pale wapi nani? Maana njia kutokea kwa Vikutano Sinabidi upite pale nani? Hapa wapi? Hapa Wasibu. Wao wanapitiaga Buza, labda huyo Pacome akazungusha magari kutoka Buza. Umenisikia? Nje na hapo hamna sehemu tena ya kupitia. Labda kuzungukia njia ya Buza. Hiyo ndio kama atapita wao, lakini sehemu nyingine ya kupita wao ni hamna. Huyo Dumbia yani ni kama mchezaji ambaye yani anazunguka. Hivi ushawahi kumuona sawa dogo? Yaani Dumbia sawa na sawa dogo aliyochangamka, ambaye yeye kidogo yule sawa dogo alikuwa mtoto mdogo, huyu ana umri mkubwa akazeeka. Yule mwenyewe unapomwona anaja jioni. Kuna mchezaji ambaye unaona mchezaji ameenda Ulaya amerudi. Unajiuliza kaenda Ulaya lini karudi lini? Unajua kuna vitu vingine tujiulize. Yule wenyewe mnaona kabisa yule. Unajua umri wake anafanana na engineer yule. Ule umri sawa na engineer yule. Sawa kabisa kimweka yule kimweka engineer umri wao unafanana. Kwa hiyo ni mchezaji wa kawaida ambaye yuko Yanga kutokana na timu ambazo nazo ni dhaifu na ndio maana mnamuona hakuna cha Dumbia wala nani. Tumeona alienda kupigwa kwa Bala Conte. Yule sio Bala Conte, yule container. Umenisikia? Yule Bala Conte yule ni container wala sio Bala Conte kwa sababu Conte ambaye tunamjua kule sio huyu na yule mchezaji amepigwa na ndio maana sisi tuliwaingiza kingi. Sisi tulikuwa tunataka Alassane Kante mdogo wake na Ngolo Kante. Tukamwambia tunamtaka huyo akaingia mkonga Fadu unajua alikuwa bonge la kocha na ndio maana mimi nilimpa jina la Saa lakini aliwezi kufutika hata kama akiwa ameondoka. Kokote aliko ataitwa Saa. Na ndio maana akaingiza mkenge. Nyuma nataka Conte akaingiza kwa Conte. Conte huyo mbala nasikia Januari Aucho anarudi. Aucho Januari afanyaje? Anarudi maana yake yule container kashindwa kucheza Yanga. Na ndio maana alizo sasa waga tunaingiza mkenge. Tulimwaingiza mkenge wa Kibabu Shabalala umemuona uwanjani hapa. Sio Kasabu na kambao ya juu. Simba angekuwa na Kasabu. Kwa kuna wakati Simba akisema sehemu waga wanasajili na ndio maana tunawaingiza mkenge na sio leo. Mazali Babla Gozales zikarudi kwenye nafasi zile za kwenye uongozi wa Simba, tutaendelea kuwaingiza mkenge mpaka waseme kwamba ni Simba au ni kitu gani. Kwa mimi na binafsi naona kabisa msimu huu umeokotana vizuri na kocha wao Mfaume Nyana. Unajua kocha Mfaume Nyana hajawahi kucheka hata siku moja. Unaelewa? Unajua kwa nini acheke? Watakuwa mjiulize. Na yule Januari yuko serious. Sio serious. Yule Januari afiki. Januari mbali, Christmas. Atoboi hadi Christmas akiwa Yanga. Ataenda kula Christmas kwao. Na yule baba yake unajua baba yake wa nani yule? Baba yake wa Yali Roma. Hivyo mnajua kama baba yake wa Yali Roma? Mnajua leo kama baba yake wa Yali Roma? Wewe ndio unanipa hizo sasa mimi sijui. Ndio yule muuni, ndio maana Nuni anajua mifumo.
Anasema nani kaidaka kicheka tunajua hata namjua yeye babake mdogo Roma hapana ndio maana acheki. Na yule pale Yanga sasa hivi wamebadilisha mfumo wanataka vichwa. Slogan yao ya zamani wameifuta nyuma mwiko. Wakifuta nyuma mwiko lazima ankabidhi mtu miko yote akae nayo. Kwa miko yote ya Yanga nayo kocha na ndio maana kucheka hataki. Sasa anacheka na nini wakati miko inamuumiza. Umeelewa? Kwa lazima tukae tu tunaelewa. Hizi timu zinakota na ndio maana klabu bingwa zinafanya vibaya. Na hafiki popote. Yaani wameishia kwa huruma ya kafu. Wamewataka waishie makundi. Nje na hapo hakuna anapoishia. Kwa hiyo tungoje kinachoendelea. Unataka waishie makundi? Sio tunataka. Kwani engineers ndio wanasema tu haya makundi. Tena makundi yenyewe kwa huruma ya kafu lakini hawa hawezi kufika makundi ulikuwa hamna. Yaani kafu ndio amewaonea huruma afike makundi kwa kuwapangia viambe kumbe. Kama wao jina lao viambe kumbe kwa wamekutana viambe kumbe tu wanacheza sehemu moja. Bana jana tumeona wametambulisha jezi mpya kwa mara ya kwanza Tanzania, timu kwenye msimu mmoja wanatambulisha jezi pea mbili. Unajua kuna kitu kimoja huwa tukisema na watu wao wanatuelewa. Umenielewa? Lile genge la wauni. Umenielewa? Kwa sababu gani ni genge la wauni? Huwezi kutoa jezi mara mbili. Alafu jezi ya kwanza umemtoa na mdhamini mwingine ambaye ni JSM. Jezi ya pili unaenda kutoa naitwa 99. Kuna jezi za biko unaenda kutoa naitwa 99. Yule mdhamini wao wa pili sasa hivi anaitwa 99. Kwenye swata 100 yule 99. Umenielewa? Kwa hiyo baada ya kuona zile jezi za kwanza wametoa matambaa, sasa hizo wameenda kutoa jezi nyingine alafu unaenda kuwaambia watu sasa kwamba ule mzigo wa kwanza umewauzia watu na mzigo wale ambao umewauzia hujaisha madukani kwao, ikiwemo na mwenyewe alikama kwenye duka lake mzigo wake haujaisha, anakwenda kutoa jezi mpya. Maana yake unataka jezi ya zamani zisiuzike na unaenda kuambia atakayeinua jezi iliyopita ni fake. Maana yake kwamba Yanga ndio anatoa jezi fake. Kwa hiyo wao wanatafuta nani anatoa jezi fake, kumbe Yanga wenyewe anatoa jezi fake kwa sababu mzigo wa kwanza ulikuwa fake. Sasa hizi wenyewe wanasema original kwa maneno ya Alikamwe kwamba mzigo wa kwanza uliotolewa ulikuwa fake. Kwa sasa hizi ndio original na ndio maana akasema hata kala yake imebadilika. Unabadilishaje kala? Unabadilishaje mazingira wakati jezi tayari umeshauza? Maana yake nini unawauzia viambe mkumbe? Na vyura sasa hizi nimesikia hawataki kuvaa wameandamana hizo jezi za awamu ya pili ile. Vyura wako barabarani kesho kutwa hapo hawataki kuvaa ile jezi ya awamu. Umezungumzia 99 ngoma ya Umilimpozi. Hiyo watajua wewe ndio jezi ya mdhamini wao mpya jezi. Jamaa baada ya kuulizwa swali jamani wewe tunataka anayetengeneza jezi tumuone akaenda kumchukua 99 akakaa pale. Anatengeneza jezi sasa hivi. Ndio maana halisi ya kupigwa tulikuwa tunasema mwe mnatuelewa kwa sababu si huwa tunawaambia ukweli. Kwa sababu gani? Leo hii tumewauliza Simba ameingia msambazaji wa jezi. Unajua watu walikuwa hawajaelewa. Jairuti ni msambazaji wa jezi, sio mtengenezaji wa jezi. Akaenda kumtafuta mtengenezaji wa jezi ambaye ni Diadola. Umenielewa? Nikaja jezi original. Una scan una kila kitu. Ukitaka wewe kujua jezi fake, una scan. Haya tuambieni sasa kwamba wao si baada ya kumuona JSM ana mtengenezaji jezi, wameenda kumchukua 99 kumweka atengeneze jezi. Tunajunduaje kama jezi zake ni fake? Wanakuambia kala zinabadilika. Sasa wameongeza mafasi wakubwa wa kutengeneza jezi fake ni wao wenyewe kwa sababu wametoa jezi za aina mbili na wanakuambia ya kwanza fake ya pili ndio original. Kwa maana wao ndio wanatoa jezi fake. Yaani ningekuwa mimi shabiki la kafu niko kwenye timu ile. Bahati mbaya Mungu amenitoa kwa sababu najua ningekuwa labda mwenda wazimu. Amenitoa ningekuwa kwenye timu ile. Ile jezi nisingefanya ningeenda kuwapeleka mahakamani kwa shtaka kwa sababu wanatufanya mashabiki wao kuwa hawana akili. Umeelewa? Haiwezekani uniambie jezi ya kwanza nimenunua kwa 45. Unaniambia hiyo fake, unaniambia hiyo fake. Kwa ni ukosefu wa akili na fikra. Sasa umezungumza kwamba wana ligi afu wana ya kafu. Kafu gani sasa? Sisi wametoa. Wana matatizo gani mpaka atoe jezi mbili za kafu? Sasa ubunifu wa nini? Hapo ubunifu wenyewe jezi zile ambazo anaenda kuzirudia za awamu ya pili. Sasa mdhamini wa kafu na mdhamini wa ligi. Mdhamini wa ligi nani? SportPesa mbona yupo? Kuna mdhamini mwingine? Kule hataki Kamali. Haya SportPesa yupo. Wale wezi, kile kikundi cha wauni kilichokaa sehemu moja. Unapojikusanya wauni sehemu moja ndio matokeo yake kama yale. Lakini tungoje si haya tu. Simba Mazari inaendelea vile inavyoendelea. Mtaona mengi ndani ya miaka miwili ijayo. Si haya mtaona mengi sana. Si jezi tu. Mtaona nini? Mtayaona mengi na anakuja. Subiri Jairuti Mazari yupo, mtayaona mengi kule. Mwakani unasikia hata Zuchu anaenda kutangaza kwa haraka kule. Mdhamini mwakani wa kutengeneza jezi atakuwa Zuchu. Kwa nini tuseme wazi kama msimu wao umeweka 99 Zuchu kwa nini asikae? Zuchu atakaa kwenye jezi. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, subirini, waacheni waendelee kutangaza na matambaa yao baada ya kushindwa, tunaendelea kuwasubiri. Bwana nakushukuru sana. Asante. Bana njoo tena mwana michezo zungumza yale ya kimichezo ya sport. Bana niko na mjukuu wa tajiri Mohamed Dewji. Baada ya Young Africans bana akacheza mechi ya mwisho ya mchezo wa awali. Tumeona mchezo wa awali ile kushinda kwa mabao matatu kwa bila, na hii leo iko Benjamin kaweza kupata ushindi wa bao moja kwa nunge. Bana kama shabiki wa klabu ya Simba
Binafsi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuamka salama na kuona kile kilichokuwa kibovu na kilichokuwa bora, kwa sababu tumeona ndugu zetu wamepata goli 4 lakini furaha hawana. Wamepata goli 3 hawana furaha. Wamepata goli 1 leo hawana furaha. Kwa hiyo unajiuliza ni kwamba hii timu vipi? Wana matatizo gani? Unanielewa? Kwamba tunajua wazi haya mashindano hayawezi. Mashindano haya kina Viambe Nkumbo na Kota Chulo wanajafukia uwanjani unafunga watu ndio mashindano yao. Lakini mashindano ya CAF wana wenyewe Simba Sports. Tumeshinda goli 1 kule. Ngoja Benjamin Mkapa na tena tumewaambia tumeweka misukule uwanjani kwa ajili ya kushabikia hiyo mechi ya kesho. Yaani misukule iko Benjamin Mkapa kuhakikisha inashabikia mechi. CAF sometuzia tusingie uwanjani kwa faini zao ambazo hazina maana. Sisi tumeweka mashabiki, lakini wao mashabiki wao wameruhusiwa mashabiki 10. Yaani viongozi na mashabiki wao wawili ambao wale ni maarufu, lakini nje na hapo mashabiki hamna kabisa ambao wako uwanjani. Maana yake nini? Hii ni timu ndogo kama unavyoona Singida Black Star. Bora kiingilio ungeweka bure na bakuli la supu kidogo ungepata hata 2000 3000, lakini leo hilo umetia aibu na fezea.